Mheshimiwa, habari? Salama vipi? Safi kabisa. Watu wanatamani kukufahamu kwa majina na wadhifa wako ulionao. Kwa majina naitwa William Ngiheli Mumvungi, ni rais wa serikali ya wanafunzi SONIT awamu 40. Okay, hongera sana kwa kuwa rais katika serikali ya wanafunzi chuo cha taifa cha usafirishaji. Asante sana. Mheshimiwa, nilikuwa na maswali machache sana ya kuuliza katika serikali yako hii mpya ambao unaenda kuianzisha leo au kuiongoza kutoka leo. Swali la kwanza, ni mipango gani ya msingi ambayo unaenda kuanza nayo katika serikali yako? Na mipango ya msingi ambayo naenda kuanza nayo katika serikali hii ya awamu 40 ipo mingi, lakini kwa uchache tu. Cha kwanza, kuna mradi wa vimbweta vya kisasa ambao umeanzishwa na serikali ya 39. Hivyo katika siku hii ya leo ambapo nimeweza kupatiwa idhini kupitia ibara 32(1) ya katiba ya SONIT kama rais, basi nitahakikisha kwamba mradi ule pale nauendeleza, kuhakikisha kwamba vimbweta vya kisasa vinasambaa ndani ya chuo chetu cha taifa cha usafirishaji. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba miundombinu ya kujifunzia na kusomea inaboreshwa, kama mafeni, mbao za kufundishia na masuala mengine yote ya kujisomea nitahakikisha kwamba yanaboreshwa. Jambo la tatu, nitahakikisha kwamba ninajenga uwanja wa kisasa kwa ajili ya wanafunzi wa chuo cha taifa cha usafirishaji, uwanja wa basket. Uwanja huu nitahakikisha kwamba unakuwa ni uwanja wa indoor, uwanja ambao ndani watakuwa wanacheza table tennis, lakini pia humo ndani watakuwa wanacheza basket, lakini pia uwanja huo kwa matamanio yangu makubwa utakuwa ni uwanja ambao utakuwa na eneo ambalo utafungwa TV kwa ajili ya wanafunzi refresh mind. Hongera sana. Na chuo hiki cha taifa cha usafirishaji ni muhimili mkubwa katika taifa letu la Tanzania. Lakini pia kuna vyuo vingine tofauti ambavyo vinatoa mchango katika elimu ya nchi yetu ya Tanzania. Mna mkakati gani au mpango gani kuhakikisha kwamba kuna uhusiano mzuri wa chuo chenu na vyuo vingine? Cha kwanza, vyuo kama vyuo vinashirikiana, hasa ukiangalia katika utoaji wa elimu, lakini pia kuna fakati ambazo zinapatikana ndani ya chuo hiki hapa. Hivyo katika fakati hizo hapo pia baadhi ya wanafunzi wanakaribishwa kujiunga. Kuna short course ambazo zinatolewa hapa, wanafunzi wa vyuo vingine wanakuja, kwa hiyo tunashirikiana nao, wanakuja. Kuna course za driving, kuna course za cabin crew ambazo zinakuanza muda mfupi. Hivyo kupitia hizo course pia wanafunzi wa vyuo vingine waruhusiwa wanakuja, wanasoma kwa muda mfupi. Kwa hiyo tunakuwa tunaendelea kujenga ushirikiano katika masomo, lakini pia sio hapo tu. Ukiangalia pia katika michezo watu wanashirikiana, ambapo hapo tunaweza kujenga urafiki na mambo mengineyo mengi. Nikushukuru sana mheshimiwa, lakini pia tunaingia kwenye kipindi cha udahili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza, na chuo hiki pia kinatoa kozi mbalimbali au program mbalimbali ambazo watu waliomaliza form 6 au kidato cha 6 wanakuja kuapply chuoni hapa. Ni misingi hipi ambayo mko nayo kuhakikisha kwamba wanafunzi wapya wanafuata sheria, kanuni na taratibu zote za chuo hiki? Na kwanza tu nipende kwanza kuwapongeza, lakini pia nipende kuwakaribisha kwa wale wote ambao watakaopata ridhaa ya kuja ndani ya chuo cha taifa cha usafirishaji, chuo pekee chenye ndege. Kwa hivyo nawapongeza sana, lakini pia natakia kila laheri ili waweze kuchaguliwa hapa. Lakini pia ukiangalia kwamba sisi kama serikali ya wanafunzi SONIT katika awamu 40 tutaandalia wanafunzi orientation. Katika orientation hii tutakuwa tunapatia elimu namna gani ya kuishi, lakini namna gani ya kufuata sheria na taratibu za chuo ili mwisho wa siku asiweze kwenda kinyume na sheria na taratibu za chuo. Kwa hivyo tutaandalia orientation ambayo tutawapa elimu ili wajue namna ya kuishi ndani ya chuo hiki hapa na kufuata taratibu zote. Asante. Ni kitu gani unaweza kumpongeza rais aliyopita na ni kitu gani unaweza kumkosoa rais aliyepita? Binafsi yangu tu ni kumpongeza katika kila kitu, lakini nikisema kumkosoa labda nimkosoe katika positive way. Kwa sababu ukiangalia mafanikio yote katika serikali ya 39, basi huwezi kusema kitu chochote pasipo kuwepo yeye rais. Rais ndio alikuwepo, ndio chief spokesman wa SONIT kupitia ile ibara 32(1). Hivyo mafanikio yote ukiangalia ujenzi wa vimbweta, ukiangalia wanafunzi, kuna masuala ya mikopo ilirudishwa bodi, lakini pia alipambana zikaanza kurudishwa, wanafunzi wakaanza kusaini, wakaanza kulipia ada. Lakini pia ukiangalia kuna baadhi pia ya miundombinu pia ambayo ilikuwa ni mibovu, pia alipambana zikaanza kurekebishwa. Ukiangalia pia leo hii umeona makombe ambayo yamekabidhiwa hapo kwa ajili ya Shemivuta. Ukiangalia ni maandalizi yake mazuri, lakini pia hamasa ambayo aliweza kuitoa ndio imeweza kuchangia yote. Kwa hiyo kipekee kabisa napenda kumpongeza, lakini pia tu ni muahidi kwamba pale alipoishia nami nitapaendeleza. Na sita kuomba msaada kwa ajili ya mimi kuhakikisha kwamba nafanya vizuri zaidi kutoka kwake. Okay, na wewe ndiye muhimili na wewe ndiye mwanga ambaye umesimama katika serikali hii.
wanafunzi wako, viongozi wako wengine ambao wako nyuma yako wanakutazama, wape neno la mwisho. Wanafunzi wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, napenda tu kuambia jambo moja kwamba nipo kwa ajili yao. Katika mamlaka yale ambayo niliopewa, basi nitakuwa daraja zuri ambapo nitaunganisha wanafunzi pamoja na management kuhakikisha kwamba changamoto zao zinatatuliwa kwa usahihi zaidi ili waweze kusoma kwa amani na waweze kutimiza ndoto zao ambazo zimeleta hapa ndani ya Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Nakushukuru sana mheshimiwa, na nikutakie majukumu mema katika safari yako hii ya uongozi. Asante sana.